Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa wa mtazamaji wa St. Paul Official Media, karibu katika kipindi chetu cha historia ya watakatifu. Leo tunatazama juu ya historia ya mtakatifu Gema Galgani, ambaye alikuwa mtakatifu kutokea nchi ya Italia na ambaye anajulikana kwa maisha yake ya sala, mateso na stigmata, yaani madonda. Kabla ya yote ni kuombe uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe na kugusa alama ya kengele ili uweze kupata mambo mengine mengi kutokea katika channel hii. Hapa kuna historia yake kwa ufupi. Karibu. Maisha ya awali ya mtakatifu Gema Galgani kuanzia mwaka 1878 mpaka mwaka 1903. Mtakatifu Gema Galgani alizaliwa tarehe 12 mwezi Machi mwaka 1878 Kapanori, karibu na Lucca huko Italia. Familia yake, yeye alikuwa mtoto wa 5 kati ya watoto 8 wa familia ya wafanyabiashara, ambapo baba yake alikuwa mwanafamasia. Utotoni alikuwa mtoto mwenye bidii katika sala tangu mdogo, ambapo alipata sakramenti ya kipaimara na komunio takatifu akiwa na umri wa miaka 9. Mateso yake ya mapema baada ya mama yake kufariki alipokuwa na umri wa miaka 7, na baadaye baba yake pia alifariki. Hii ilimfanya awe yatima akiwa mdogo na hivyo kulazimika kuishi kwa jamaa. Maisha yake ya kiroho na stigmata. Baada ya kujitoa kwa Mungu, Gema alijitahidi na alijaribu kujiunga na shirika la Wapasionisti mara 2, lakini alikataliwa kwa sababu ya afya yake dhaifu. Tunaambiwa kuwa stigmata, yaani madonda, tangu tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 1899, Gema alisema alianza kupata majeraha ya Yesu mikononi, miguuni na upande wake wa kila Alhamisi jioni hadi Ijumaa mchana. Hii inaitwa stigmata. Majeraha hayo yalifanyiwa uchunguzi na madaktari wengi, na wakati huo maono na miujiza yake. Gema Galgani alidai kupata maono ya Yesu, Bikira Maria na malaika wake mlezi. Pia aliripotiwa kuponya wagonjwa na kufanya miujiza mingine. Katika maisha yake ya kila siku, licha ya mateso yake, yeye aliishi nyumbani kwa familia ya Gianni huko Lucca, na alikuwa mtulivu, mnyenyekevu na mwenye upendo kwa maskini. Kifo na utakatifu wake. Kifo chake tunaambiwa kuwa alifariki tarehe 11 mwezi wa Aprili mwaka 1903 akiwa na umri wa miaka 25 tu, kutokana na kifua kikuu. Utakatifu wake. Gema Galgani kama mtakatifu alitangazwa kuwa mwenye heri mwaka 1933 na Papa Pius wa 9 na kuwa mtakatifu mwaka 1940 na Papa Pius wa 12. Sikukuu yake katika kanisa Katoliki, Gema Galgani anakumbukwa tarehe 11 mwezi Aprili kila mwaka. Jina lake yeye anajulikana kama mwanabinti wa stigmata na mtakatifu wa Passion ya Kristo, yaani wa mateso ya Kristo. Gema anachukuliwa kuwa mfano wa uvumilivu katika mateso na upendo mkubwa kwa Yesu aliyesulubiwa. Nyuma yake huko Lucca sasa ni mahali pa hija.
Tukitazamia kwenye suala la stigmata za Mtakatifu Gema Galgani na jinsi zilivyochunguzwa, Gema alisema kila kitu kilianza usiku wa tarehe 8 mwezi Juni mwaka 1899, siku ya Pentekoste, ambapo alidai aliona maono ya Yesu anayemwonyesha majeraha yake na ghafla akihisi maumivu makali mikononi, miguuni na ubavuni. Kuanzia hapo, kila Alhamisi jioni hadi Ijumaa alasiri alipata ya kwanza majeraha mikononi na miguuni kama ya kuchomwa na misumari. Kisha upande wa kulia kama mkuki wa askari wa Kirumi, ambapo lilikuwa hilo ni jeraha lingine, na mishipa yake ya damu kwenye paji la uso kama taji la miiba. Damu ilitoka kwa wingi na nguo zake mara nyingi zilikuwa na madoa ya damu. Majeraha hayo yalipona kwa sehemu Jumamosi, kisha mchakato ukarudia tena wiki zilizofuata. Uchunguzi wa madaktari ulifanyika ambapo Dr. Giuseppe Fazi alimchunguza Gema kwa miezi kadhaa na alishuhudia kwamba majeraha ya kuonekana kuwa ya kujiumiza yeye mwenyewe, bali alisema ilitoka ndani ya ngozi, sio ya juu tu, na haikuwa alama za kukatwa na kitu chenye ncha kali. Dr. V. Galgani ambaye alikuwa jamaa yake mwenyewe, ambaye alikuwa daktari, pia alimchunguza na kushindwa kueleza kisayansi jinsi majeraha hayo yalivyotokea na kupona kisha kurudia tena kila wiki. Watawa na mapadre wa shirika la Wapasionisti akiwemo Padre Germano na Padre Benedetto walimwangalia karibu kila siku kwa miaka 4. Waliripoti kwamba hakukuwa na nafasi ya yeye kujiumiza siri. Kitu kilichowashangaza wengi ni kwamba hakuna maambukizi yaliyowahi kutokea, licha ya majeraha yake kuwa wazi na damu kutoka kila wiki. Katika kanisa linasema hii ni miujiza kama sheria, lakini wakati wa mchakato kumtangaza mtakatifu, wataalamu wa teolojia na madaktari waliangalia ushahidi wakafikisha hitimisho kwamba hakukuwa na uthibitisho wa udanganyifu na hakukuwa na maelezo ya kisaikolojia au ya kimatibabu yanayotosheleza. Pia maisha yake yalionyesha utakatifu, unyenyekevu na upendo wa dhati kwa Mungu. Sababu hiyo stigmata zake zikawa sehemu ya sababu ya kumtangaza mtakatifu mwaka 1940. Asante mpendwa mtazamaji, mpaka kufikia hapa tumefikia tamati ya historia ya Mtakatifu Gema Galgani. Kwa historia nyingine nyingi zaidi za watakatifu, endelea kufuatilia hapa St. Paul Official Media. Pia usisahau kusubscribe, kulike na kushare, na Mungu akubariki.